Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni na naihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amewahusia wanadamu katika Qur'ani na aya nyingi zilizokuja katika Qur'ani katika namna mbalimbali zimemtaka mwanadamu ashikamane na takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana hapana budi sisi kuhusiana na kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Aljumaa ya leo tutazungumza kuhusiana na shari. Shari ndiyo mada ambayo leo tutaizungumza katika hotuba yetu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kuzinyoosha au katika kuinyoosha ndimi yangu kueleza yale yaliyokuwa ya kheri katika masala ya shari. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, suratu Bani Israil, suratul Isra, aya ya 11, Mwenyezi Mungu anasema wayad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khair wa kana al-insanu ajula, na anaomba mwanadamu kuomba shari kama vile anavyoomba kheri. Kwa sababu gani? Awe mwanadamu ni mwingi wa tamaa au ni mwingi wa pupa. Mwanadamu wakati mwingine anakaa anaziomba shari zimpate, kwa sababu kwake yeye anaona hizo shari ni kheri. Mwanadamu huyo anakaa kabisa anaomba kitu fulani kimpate. Wakati anaomba hivyo anajua hicho kitu ni cha kheri, lakini ni cha shari, kina madhara na yeye kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hatoweza kuomba yale ambayo yatakuwa yana madhara hapa duniani, lakini ataomba yale ambayo yana madhara kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mathalan, kwa wale watu ambao wapo katika betting, yupo katika betting tayari, ameshabeti, anasubiria hiyo kheri ya hizo pesa alizozibetia. Wayad'u al-insanu bisharri duaahu bilkhairi,
Sasa ile kwake yeye anaona ni manufaa, ni kheri, lakini kwa Mwenyezi Mungu tayari ameshasema kuhusiana na mambo ya kamari, innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu wa yad'u al insanu bisharri duaahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Na kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanadamu ni mwingi wa pupa. Shari ni nini, ndugu zangu Waislamu? Wanasema shari huwa naqidhu lkhairi wa yuqsidu bihi suu wal fasadu. Shari ni kule kuondoka, naqidhu ni kule kumomonyoka zile kheri, kuporomoka zile kheri. Yani mtu ulikuwa na mambo mengi tu ya kheri alafu yakawa yanaondoka. Kwa hiyo tafsiri wanasema hiyo ndiyo shari. Wa yuqsidu bihi suu, na huko kuondoka hizo shari mtu anakusudia uovu, yani anafanya mambo maovu ambayo yataondosha hizo kheri. Wal fasadi, na uharibifu, mtu anafanya uharibifu kwa lengo la kwamba anafanya islah, lakini ndiyo kuharibikiwa. Hiyo ndiyo taarifu fupi ya shari. Kwa hiyo shari pia ni kinyume cha kheri. Hicho utakachokifanya kama sio kheri, basi ndiyo shari. Kwa taarifu nyingine, tutakuuliza hiki unachokifanya, je, ni cha kheri? Wewe utasema hapana, si cha kheri. Kinyume chake ni cha nini? Hicho ni cha shari, lakini kwenye madhara, kama kitakuwa kinapelekea madhara. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana mambo yetu tunapoyafanya tuyaegemeze katika kheri, yasiwe katika milango ya shari, kwa sababu shari ni kitu kibaya sana. Hapana, katika watu wao binafsi ni ufunguo wa kila shari. Kila shari unayoiona, yeye ndiyo mtendaji mzuri kabisa kwa hiyo shari. Ikitokea kufitinisha watu, basi yeye ni mjuzi sana. Ikitokea kwenye kusengenya, basi yeye alhamdulillah anaweza vizuri. Ikitokea zinaa, basi anaiweza na anaihadithia watu na namna nzuri tu ya kuweza kuipata hiyo zinaa, kwenye kuiba, kwenye kunywa pombe, kwenye kugombana na watu. Basi kila jambo ambalo litapelekwa katika mlango wa shari. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tumefahamu maana ya shari, tukiwa tumefahamu aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayokomelea shari, na tukiwa tumemwangalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipoizungumza shari, sasa hivi tutamwangalia mwanawachuoni huyu ambaye anaielezea mfunguo wa shari, ufunguo wa shari. Kwa sababu kuna watu wanaishi lakini hawajui kwamba nikifanya hiki, hiyo shari ufunguo wake ni nini, hajui. Kwa hiyo yupo mwanawachuoni ambaye aliiweka shari katika namna tatu, akaweka misingi, akasema usulu shari thalatha, misingi ya shari ni mitatu. Akasema ya kwanza kabisa ni alhirsu, ni pupa, kupupia. Alhirsu, kupupia, kufanya pupa ni msingi wa shari. Lakini vile vile akasema na alkibru, kibri nacho pia ni msingi wa shari. Mtu atakapokuwa na kibri, yamejenga msingi wa shari. Shari kwake itakuwa ipo karibu sana, kwa taarifu tuliyoileta. Lakini mwisho akasema wal hasadu, na hasadi nayo ni msingi wa shari. Kwa hiyo tuondoke na hizo sifa tatu. Usulu shari thalatha, ya kwanza ni alhirsu, ni pupa,
ya pili ni alhasadu, ya tatu ni alkibru, kibri. Lakini huyu mwanachuoni hakuishia hapo, akajaribu kuelezea hizi sifa na matukio ambayo yalipelekea watu wakaangamizwa kwa sababu ya hizo sifa. Kibru, basi kibri mana iblisa mina sujudi li Adama, jinsi kibri kilivyokuwa ni kibaya na ni ufunguo wa shari, kilimfanya Ibilisi akakataa kumsujudia mwanadamu. Allah alipomuumba mwanadamu akamuita mbele ya viumbe vingine, malaika na hao malaika na viumbe vingine, wakaambiwa malaika wamsujudie mwanadamu, wote wakamsujudia. Katika aya wanasema illa iblisa aba, isipokuwa Iblis akakataa, wastakbara, akafanya kibri. Hiyo ndiyo sifa ya kibri. Kibri kilimfanya mwanadamu akaacha kutii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakataa. Sisi leo, sisi watu wa leo tunakataa, lakini kwa kuogopa na tuna hofu, tunafanya hayo maovu, lakini tuna hofu, bwana, hii ndio hofu, lakini Allah hataki. Lakini sasa tunafanya itakuwaje? Na itabidi iwe hivyo, una pesa itabidi ucheze hiyo kamari, huyo mwanamke ndio unamtaka sana na ni mzuri, itakuwaje? Sasa unafanya na hofu unafanya. Lakini huyu mwenzenu Iblisi alimwambia kabisa Mwenyezi Mungu, sitaki hivi live. Sasa huyu hiki ni kibri hiki, na sifa ya kibri anayo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yule shekhe aliposema kwamba usulu shari thalatha, kwamba kibri ni katika misingi ya shari, misingi yake ni hapa Iblisi aliposema kwamba sitaki kumsujudia mwanadamu. Kilichomkuta nadhani wote mnakijua, akapewa laana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maana ukiwa na kibri utapata laana, ukiwa na kibri utapata laana, utapata laana za Allah, utapata laana, watu watakulaani na viumbe vingine ambavyo pia vinaweza kukuapiza wewe, vitakuapiza. Utawadharau watu, alafu bwana mwacheni na mambo yake bwana, atajua na Mwenyezi Mungu bwana. Hizo ni maapizo, watu wanakuapiza, na ndiyo usulu shari. Shari inaanza hapo, mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anakwenda kukuingiza kwenye moto. Lakini aliposema walhirsu, pupa, akasema ukhrija adama min aljanna, pupa ilimfanya mwanadamu akatolewa peponi. Mwanadamu alipoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akapewa makazi peponi, akawa anaishi, viunga vyake ni peponi, anatembea peponi. Na ndiyo maana wanawachuoni wanasema kwamba lau si huyu Iblisi kwenda kumlahai Adam mpaka akenda akaukurubia ule mti akala lile tunda akafukuzwa kule peponi, kama si vile sisi sote leo tusingekuwa kwamba tuko hapa duniani, tungekuwa tuko peponi. Tuko mimi na pepo yangu niko pale, sijui Sheikh Saidi naye una pepo yako, sijui nani naye ana pepo yako, tuko huko. Mambo yetu haya tungekuwa tunayafanyia huko peponi, tungepewa maisha huko peponi na Mwenyezi Mungu ambayo sio haya ambayo yapo huko. Lakini Adamu alipokuwa yuko peponi akaambiwa na Mwenyezi Mungu, wala takraba hadhihi shajara, akaambiwa usiukurubie mti huu, usile manake. Alafu akaja Iblisi akamwambia, ukiula mti huu utafanya hivi, utapata hiki, utapata hiki. Basi kwa ile pupa, malaki pupa hii tunayoizungumza hapa ni pupa ya tamaa, ni pupa ya tamaa. Ushapewa bwana shilingi 10,000 hii, haya chukua. Lakini pale sasa unataka pesa nyingine ya ziada ambayo sasa hukuifanyia kazi, na kama huwezi kuipata utaiba, utainyang'anya, utaidhulumu. Hiyo pupa mwisho wa siku utaangamia. Aidha watu watakujua, watakudhuru, au watu watakuona wewe sio mtu wa maana, na mwisho wa siku kwa Mwenyezi Mungu utakwenda kuwa katika mazingira mabaya. Kwa hiyo